Kadri anga ya siasa za Kenya inavyoendelea kubadilika na kizazi kipya kuibuka, chama cha Orange Democratic Movement kimefika kwenye makutano ya kihistoria, chama ambacho Raila Odinga alikijenga kutoka kwenye majivu ya mapambano ya mageuzi. Sasa kinakabiliwa na jukumu zito, kulisheni uongozi mpya utakaolinda urithi huo, huku kifumbua upya kwa ajili ya kesho. Miongoni mwa majina mengi yanayotajwa kama warithi wa uongozi huo, jina moja linang'aa kama nyota ya alfajiri: Seneta Edwin Sifuna, seneta wa Nairobi na katibu mkuu wa ODM. Sifuna ndiye sura halisi ya kizazi kipya ambacho ODM inakihitaji kwa haraka. Ameinuka hatua kwa hatua bila kutegemea upendeleo wa kisiasa, bali kwa juhudi, nidhamu na uaminifu kwa misingi ya chama kilichoasisiwa na Raila. Tofauti na wengi waliopanda siasa kwa miavuli ya urafiki au fursa za kisiasa, Sifuna amejiwekea nafasi yake kwa kujitoa kwa dhati, kulinda itikadi za haki, usawa na mageuzi ambazo ndizo uti wa mgongo wa ODM. Wakati wengine wa kizazi kipya wakionekana kutaka kujitenga na mizizi yao ya kisiasa, Sifuna anaheshimu urithi wa Raila huku akitazama mbele kwa uelewa mpana wa mienendo ya siasa za sasa. Yeye ni daraja kati ya jana na kesho, mwendelezo bila kusinyaa. Kwa miaka mingi, ODM imekuwa ikipambana na taswira ya kuwa chama kilichomezwa na uongo wa kikanda, hasa ule wa Nyanza. Kupaa kwa Sifuna ni mwanga mpya wa kulitoa chama kwenye kisanduku hicho. Amezaliwa magharibi mwa Kenya, akasomea Nairobi na kukumbatiwa na wafuasi kote nchini. Sifuna ni alama ya uongozi wa kitaifa unaovuka mipaka ya koo na tamaduni. Siasa zake hazizungumzii ukoo, bali ndoto na matarajio ya Mkenya wa kawaida. Katika taifa ambalo siasa bado zinahesabiwa kwa mizani ya ukabila, Sifuna anasimama kama daraja la umoja kutoka nje ya ngome za kisiasa za Nyanza. Chini ya uongozi wake, ODM inaweza kurejesha nafasi yake kama chama cha kitaifa kilichojengwa juu ya misingi ya itikadi si asili ya mtu. Ni wachache wa kizazi chake wanaochanganya kwa ustadi ufasaha wa usemi, fikra za kimkakati na msimamo thabiti kama Edwin Sifuna. Hotuba zake bungeni na mijadala ya kitaifa imempa heshima hata miongoni mwa wapinzani wake wa kisiasa. Iwapo anaitetea ODM katika runinga au anaeleza sera tata za kitaifa, Sifuna hujionyesha si tu kama mwanasiasa mzoefu, bali pia kama mwanafalsafa wa siasa anayefahamu kwamba siasa za maigizo pekee, bali ni mfumo wa wajibikaji na utawala wa kisheria. Katika enzi ambapo siasa zinatawaliwa na mihemko na siasa za kelele, Sifuna analeta mantiki, uzito na utu wa uongozi wenye fikra safi. Awamu ijayo ya ODM inahitaji zaidi ya uaminifu, itahitaji ufufuo. Chama kinapaswa kujimarisha upya katika mawasiliano, kuvutia wataalam, vijana, kuimarisha demokrasia ndani na kujikita kwenye siasa za hoja. This conversation, in our view, must come ahead of other conversations on the structure of our governance going forward. As a party, ODM has never shied away from stepping up and having difficult conversations whenever the destiny of our nation is at stake. Indeed, it is said that it is in times of crisis that leadership emerges. Kwa mvuto wake wa kizazi kipya na uelewa wa mienendo ya kisasa ya siasa, Sifuna yuko katika nafasi bora ya kuliongoza vuguvugu hilo. Zaidi ya hayo, jina lake limejengeka katika misingi ya uwazi na nidhamu, sifa ambazo zinaweza kurejesha imani ya wananchi kwa chama cha kisiasa. So I want to assure Kenyans that this chest stamping should not scare anybody. Just come out and express yourself, speak, because these constitutional freedoms that we enjoy, they were very hard fought. They were fought for by blood and sweat. You know, you can see that there's a lot of nostalgia from the old Kanu hawks to go back to those days where you could just abduct someone and throw them into a prison without trial. But at least that was the law then. It was legal. There was a law that backed that detention without trial. But that law does not exist anymore. Uongozi wake uliokomaa lakini mchanga, thabiti lakini wazi, unaweza kuwa dira endelevu ya ODM kwa vizazi vijavyo. Kumrithisha mtu kama Raila Odinga si jambo jepesi, lakini kama ODM inataka kusalia muhimu na kuaminika katika Kenya inayobadilika kwa kasi, inapaswa kuwakabidhi hatamu viongozi wanaoweza kuheshimu historia huku wakijenga kesho. Katika Edwin Sifuna, chama kina mtu aina hiyo, mchanga wa kuhamasisha vijana,
mzoefu wa kushughulikia siasa za kitaifa na mwaminifu wa kulinda nafasi ya ODM. Kizazi cha Raila kilileta uhuru wa kisiasa kwa Kenya. Sasa ni wakati wa kizazi cha Sifuna kufafanua namna Kenya itakavyotumia uhuru huo.